Eti unaambiwa mwenye kisima hapangi foleni. Hawezi. Mbona? Kwa sababu gani unajua? Wewe ndio mmiliki. Wewe ndio mmiliki. Hata kama wewe mmiliki. Alafu kwa mfano upate sasa foleni ni ndefu. Foleni ni ndefu. Sasa utakuja tu na kikwazo unasema nina shughuli kidogo, hebu tu mniruhusu ili nitoe tu kama nikuteka yale maji. Hata mimi nina shughuli, niruhusu. Hata una shughuli lakini alafu pia unajua kama labda mnasaidiwa tu mnasaidiwa ni kisima cha wenyewe. Ni kisima cha wenyewe, si ndio? Utasema wenyewe wacha achote kwa sababu ni chake na anatusaidia kama jirani. Tuseme ni kama jirani. Ndio hivyo sasa. Lakini inaweza kwa hivi kama mwenye kisima pangi foleni. Basi si achote kipindi foleni haipo. Lakini mbona atusumbue vile hata kama ni chake? Kwa mfano uko pale kijijini unatumwa uende uombe shoka. Unapata unatumwa ufanye nini? Niende kumwomba jirani shoka. Uende kumwomba jirani shoka. Lakini utafika pale jirani hajaanza kutumia. Utasikia subiria kwanza niweze kupaswa, kisha labda baada ya saa moja hivi utarejea, labda nitakuwa nimemaliza. Kwa sababu yeye hawezi akakupa kwa sababu bado hajaweza kufanyia shughuli ambayo ilifaa afanyie. Lakini sasa mbona najua ni yake. Lakini sasa mbona shughuli inakuja ghafla pindi tu mimi nimekuja kuomba kitu usiku? Unajua sasa yeye anajua hiyo kitu, kile kitu ni chake. Si ndio? Kile kitu ni chake. Anatumia wakati wote ule. Kwa hivyo somo tunalojifunza ni kwamba ukikosa chako jamani utataabika mikononi mwa walivyo navyo. Kwa hivyo ni vizuri jizatiti, kama ni shoka angalau uwe nayo, kama ni kifekeo angalau kuwa nayo, kwa sababu utaenda pale unamuomba mtu kisha nakwambia ndio nilikuwa nimepanga tunataka kutumia. Unajua kuna kisa kimoja kilitokea kule nyumbani. Ndio. Kuna mama alikuwa anaenda sherehe. Ndio. Alikuwa anaenda sherehe, si ndio? Sasa hakuwa na vitambaa pale nyuma kidogo. Hakuwa na vitambaa. Alafu alikuwa na jirani ambaye alikuwa na vitambaa. Unajua kina mama wakienda kutembeleana wanabeba kuna kile kikapu wanafunika na kitambaa juu. Sasa akaenda kuomba kitambaa ili aweze kufunika kwa vitu ambavyo alikuwa amevibeba. Lakini kufika kule akaambiwa aje, itabidi nanyi mjifunza kununua. Hakuna kitambaa. Siwezi